a covenant is a system of authorization. Ni system, ni mpangilio pangika ambapo una nyuzi shikika. Sina nyuzi mithili ya kamba ambalo ni la kuleta internet mahali. Ilo kamba la kuleta internet unaliona likiwa nyeusi limenona, lakini ukilipasua ndani utakuta twingine twingi sana ndani yake. Kwa hivyo system ni mpangilio pangika uliopangwa, ili kwamba kila yeyote atakayetokelezea kwa hiyo angano liwe na uwezekano kwamba atafikiwa na effects of that covenant. Hata ukiama uende Amerika, uende Europa, kama kuna maangano yaliyofanywa kwenu, itafanya kazi tu mpaka utakapokutana na mtu atakayekata the system of authorization. Zile vitu ambazo zimetengeneza maangano zimejificha ndani, na ndizo zinaletange madhara ya vitu ambazo unaziona mazuri ama madhara mabaya. So when I speak about covenant, it is a system of authorization. To authorize, it is to give law and a rule for something to happen. Unaposema authority, unamaanisha mipangilio ya sheria fulani ili mambo fulani kapate kutendeka. Kuna sheria za maisha, kuna sheria za maisha, na kuna sheria za uzima, na kuna sheria za mauti, na kuna sheria za kutajirika, na kuna sheria za afya njema, na kuna sheria za mafanikio. Ukiona mtu anafanikiwa, kuna sheria zinafanya kazi ndani yake. Ukiona mtu ndoa yake limesimama, kuna sheria zinafanya kazi ndani yake. Ukiona mtu ameanguka kimaisha, pia kuna sheria negatives ambazo zinafanya kazi katika maisha ya mtu yule. Usipotambua sheria zinazofanya kazi maishani mwako, utateseka as an individual. Mungu akufungue leo ukatambue sheria zinazofanya kazi katika maisha yako. Sheria inayosababisha ukipata kazi unavutwa na siku 4 ni sheria gani? Sheria ambayo inasababisha ukianza biashara unaifunga ukiwa unadaiwa na unachotewa ni sheria gani? Sheria ambayo inafanya unapata sponsor leo na baada ya wiki 2 anakuweka blacklist ni sheria gani inafanya katika maisha yako? Kuna sheria zinazofanya kazi zinaitangwa the systems of authorization. They authorize something to take place in your life.